wachafu wakawatoka wengi waliopagawa nao, wakilia kwa sauti kuu, na watu wengi walipooza na viwete wakaponywa, ikawa furaha kubwa katika mji ule. Kwa nini? Ushuhuda wa Yesu umefika, umekuwa wa kuwakomboa watu kutoka kwa mateso walioishi ndani yao. Na yale mateso ni kupagawa na mapepo, yale mateso ni magonjwa iliyowatesa watu wa kule Samaria. Naye Filipo alipofika, akiwa yeye ni mshuhuda wake Yesu Kristo, akawashuhudia juu ya Yesu Kristo, nao wakaamini. Alipoweka mikono juu yao, mapepo yakaanza kuwatoka, magonjwa yakaanza kupona, kama vile kitabu cha Mungu inaposema katika mlango wa 16 wa Marko na mstari wa 16, ati ishara hizi sitawafuata waaminio, mapepo yatatoka. Bwana asifiwe. Ushuhuda utapatikana kwa kusikia kwa neno, na neno lazima liwe na mwenye kulinena. Basi mwenye kulinena ndiye mshuhuda, anayeshuhudia juu ya haya mambo. Akishuhudia nalo neno likisikika, watu wanaamini. Wakiamini, shida zao zinawatoka, mapepo inawatoka. Mapepo haiwezi kaa mahali Roho wa Bwana ako. Mapepo haiwezi kaa mahali Kristo anashuhudiwa. Mapepo hayaambatani na ukweli. Bwana asifiwe. Ndio unaona wakati huu wa Filipo mapepo yalitoka wengi, na hata hivyo Biblia inasema kwamba mstari wa 8, ikawa furaha nyingi katika mji ule. Furaha inakuja wakati watu wanawekwa huru mbali na maisha yale ya mateso ya dunia hii. Bwana asifiwe. Furaha inakuwa kwa wingi. Magonjwa yakiondoka ni furaha inajaa. Mapepo yakiondoka ni furaha inajaa. Bwana asifiwe. Dhambi zikiondoka ni furaha inajaa. Maana uhusiano wako na Mungu unarudi. Na uhusiano wako na Mungu ukirudi, Mungu analeta tofauti wa maisha, analeta furaha katika maisha yako. Bwana asifiwe. Hello? Kwa hivyo mstari wa 9 unasema na mtu mmoja, sasa hii ndio nataka tuendelee na tumalizie nayo. Na mtu mmoja aitwao Simeoni. Sema Simeoni. Simeoni. Mtu mmoja aitwao jina lake Simeoni, hapo kwanza alikuwa akifanya uchawi. Ati mimi nimesema maandiko. Alikuwa akifanya nini? Uchawi. Kwa hivyo hata wachawi wakisikia ushuhuda wa Yesu wanabadilika, lakini wanakuwa wanasemanga nini? Wanatahadhari, hawaingii kabisa. Maana wanajua pia walikuwa wanatumia zile nguvu wao wenyewe, lakini si zile za Mungu. Walikuwa na nguvu zao, na watu wengi waliwasikia, na watu wengi walienda kuchukua mawaidha kwao. Mwangalie huyu is a typical of a sorcerer in our present day time. Maana hivyo ndivyo utakavyoenda kwa mchawi kumnenea neno la Mungu, lakini lazima awe na tahadhari. Hata kupeleka haraka, mtaenda pole na yeye. Bwana asifiwe. Kwa sababu yeye anajiamini na kile huwa anatenda, na vile amepotoza wengi, anajiamini yeye ndiye katika ukweli. Kwa hivyo kumtoa katika ule ukweli wake, umuingiza katika ukweli wa neno, mtapelekana safari. Bwana asifiwe.